Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Siku moja Petro akatembea usiku mzima iko natafuta roho samaki. Usiku mzima hakupata kitu. Ndio. Samaki zote zikakimbia. Zikaingia mpaka kilindini. Yesu akakuya asubuhi. Alipofika pale akakutana Petro anakunja uso. Anakuazika. Ndio. Juu kila siku ndio ilikuwa kazi yake. Alikuwa na roho samaki anapata. Lakini ile siku akakosa samaki. Yesu sasa alikuya akamwambia Petro, ni nini? Mbona uso wako unakunjamana? Shida yako ni nini? Akamwambia, Bwana, usiku mzima nilitafuta samaki nikawakosa. Yesu akamwambia, tupa kilindini. Tupa ndani nyavu. Ndio. Alipotupa nyavu, samaki zikakuya kwa wingi. Unajua kwa nini ile siku Petro alikosa samaki? Samaki zilikuwa zinamzoea. Zilikuwa zinajua kama huyu ni mvuvi wetu. Lakini samaki zilisikia sauti ya Yesu, samaki zikafuata. Sababu samaki zilijua kwamba Yesu ni mkombozi wao. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Usiogope. Mungu yuko. Amen. Kenye hauna leo, kesho utakipata. Amen. Kenye ulitafuta muda wa miaka, yawezekana siku yako ni leo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tufungule maandiko. Wagalatia sura 6 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Somaji mzuri atusomee kitabu cha Kiswahili. Mstari moja moja. Tusome. Ndio. Ndugu zangu, mtu akigafilika, kama mtu anagafilika katika kosa lolote, ninyi mulio wa roho, ndio mrejesheni mpya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Mchukuliani mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hizi ni habari za Paulo mtume, yule ambaye alikuwa shujaa wa imani. Alikuwa anatembea maprovince zote, alikuwa anasimaliza akihubiri habari za ufalme wa mbinguni. Biblia inasema siku moja akaingia katika huyu mji kwa Wagalatia, akawakazia macho sana, akaangalia, akakutana hawa watu walikuwa ndani yao mlikuwa unafiki mkubwa. Walikuwa watu wenye kushotana vidole, wakuangaliana na kusema. Biblia inasema hivi, alipoangalia sana ndani ya moyo wake akasema, sitawaacha hivi. Inabidi hao watu niache na wafunza. Njona akawakusanya akawaambia hivi, ndugu zangu, kama ukimwona mtu katikati yetu amefanya kosa lolote, ninyi mlio wa roho mtamfanyisia huyu mtu nini? Sisi ambao tulijaliwa neema ya kumjua huyu Kristo Yesu, kama ndugu yetu mmoja katikati yetu hapa tunampata alifanya kosa fulani, tutamfanyisia nini? Biblia inasema tumwendee kwanza kwa roho ya upole.
Mkristo mzuri anapaswa kuwa na roho ya huruma. Kama uko Mkristo hauna roho ya huruma, wewe uko hako kwenda interrogation. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asema tumwendee kwa roho ya upole. Tumwambie ndugu katika Bwana, jambo hili unalolifanya si njema. Ingilikuwa heri urudie utoke katika nchi, maana nchi unaiendea si nzuri. Biblia inasema ukimwendea kwa roho ya upole na roho ya upendo, ule mtu atakuwa rafiki yako na utamrudisha tena kwa Kristo. Amen. Sasa shida ni nini? Wakristo wa leo walishajifanya kila mtu anapenda aende apane ushauri. Ijapokuwa ushauri nao ni karama, si ya kila mtu. Sasa leo sisi wote tunapenda, tukaona mtu alikosea, sote tunamwendea. Hapana, jambo hili unalifanya linatuzaraulisha. Ukamwendea hivyo, mtapigana na mtazozana mbaya, na baada ya hapo atatoka kanisani ama anatoka karibu yako, anakuwa adui yako. Kwa sababu gani? Ulimwendea mbaya. Mwendee kwa roho ya upole, roho ya unyenyekevu. Umwende mwambie, ndugu, ile jambo unalolifanya samahani, usirudie tena. Ukamwendea mzuri, utaona unampata tena vizuri na atakuwa ndugu tena mzuri sana. Lakini ukamwendea kwa ubaya, tutampoteza. Na ndio maana leo tunapoteza watu wengi katika makanisa, sababu hatujua kupana shauri. Tunaenda vibaya. Kila mtu anajua kama yeye ndio anafaa kuliko mwingine. Sikia nikwambie, mtoto wa Mungu, mshie wote hakuna mwanafaa. Mwenye anafaa ni mwani Kristo Yesu. Amen. Tunjua mwenye alikufia msalaba tu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mstari wa pili nasema nini? Mstari wa pili nasema mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Na kuitimiza hiyo sheria ya Kristo. Tuchukuliane mizigo. Shida yenyewe nampata ndugu yako, ikuwe yako ibebe. Ndugu yako akipatwa na shida yoyote, jisikia wewe ndio unavunjika. Maana tuko safari moja, tuko mwili mmoja, tunaomba Mungu mmoja, tunanena maneno mamoja. Kwa nini tuachane? Kwa nini tusichukuliane mizigo? Leo mtu anaweza lala njala. Sisi wa ndugu yake wa Kristo njoo tunapiga mikono, tunasema na ataona. Sasa ndugu yangu, ule Kristo yuko wapi ndani yetu? Kama tunaweza baguana, tusikiliane, tusisikiliane huruma. Ule Mungu tunaita yuko wapi? Ule matuko tunalala maombi usiku na mchana, tunamuita shuka. Leo hatuone miujiza sababu tunatembea vibaya. Miujiza ifanyike tena. Kila mtu anaweza kujiswali, huyu Mungu wa Israeli alishakabadilika? Hapana, Mungu angali yule jana na leo na hata milele. Mimi na wewe ndio tunabadilika. Mambo ya Mungu tunaikamata kawaida. Watumishi wa Mungu tunawakamata kawaida. Leo hatuna neno ya kusema mbele ya watu. Shie wote tulishakuwa mayuwai wa neno la Mungu. Hakuna mama, hakuna mtoto. Sote ukainua mtu mmoja tu, anapata tu maneno mawili, anainukia mchungaji, anainukia viongozi vya kanisa, mpaka leo kanisa zinateketezwa hivyo. Kwa sababu gani?
tunatembea vibaya na Mungu. Kumbuka ile wakati ya kwanza unaokoka, Yesu ulikuwa unakamata mambo ya Mungu kwa furaha, lakini leo inakuwa kawaida. Tuliongelea mambo mafu, heshima ikwake tena, heshima inapotea, tunabakia watu wa kawaida. Na wakati umekosa heshima kwa mtu wa Mungu, unakuwa sawa na mvula manguo. Nguvu za Mungu zinaenda mbali, sababu anabakia tu anawaza, mtu fulani namfanya nini? Nimwambie nini juu asikie tena? Mbona wakati ya kupiga magoti tuombe Mungu, wapi mtu kuna kumbuka na mtu fulani. Nguvu za Mungu zinaenda mbali. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Zinaenda mbali, tunabakia watu ya kawaida. Tunayalika moto ushuke, moto haishukake tena. Zile nguvu zinaenda wapi? Ule Mungu iko wapi? Ule mwalitumikisha wale wa zamani, na mpaka leo alikuwa anatumikisha, lakini mnatumaliza nguvu za Mungu. Miujiza haitendeke tena. Mwezi yenye inapita tulikuwa kanisani, kanisa moja hivi, mtu mmoja pepo anaanguka chini. Wachungaji tunasimama sote, tunaanza kemea. Tulimaliza Masai desert dita, tuko tunafukuza pepo haitoki. Nikasikia inaniluma, nikateseka moyo, nikasema sasa, Mungu tuko wapi? Zamani tulikuwa tunasema tu kwa jina la Yesu pepo zinakimbia. Leo zile nguvu zinaenda wapi? Tunateseka mwekazini. Na tunafika nyakati za mwisho zenye na utuku tunaishi, lakini unajisikia zile nguvu, tunakaukiwa. Unataka kukonsantre wapi? Maisha nayo iko pale, kubeba mizigo. Mtumishi wa Mungu hata kwa shoka enda mmanufacture, lakini tunaenda hamo juu hatuna vya kufanya. Nani watu watatusupport? Zamani tulikomala, tulikuwa tunakulia madhabahuni. Lakini leo nani wako asenda aenda bebe mizigo? Babako akaenda beba mizigo, kisha mtafuta kwa msaada, sasa kuwekea mikono. Nini tafanyikiwa kwako? Susi iko najiuliza tena jinsi kesho atalamkia kwa ile makazi. Watumishi wawili ama watatu ni Mungu nao kusema mubahudumie. Inalomba nini? Kanisa ya Mungu aturumie. Tunaenda mbali na Mungu, tumemwacha mbali. Mstari wa 3 unasema nini ndugu yangu? Maana mtu akijiona kuwa ni kitu, akajiona kwamba yeye ni kitu, naye si kitu, na yeye kumbe si kitu, akidanganya nafsi yake. Anajidanganya mwenyewe yeye peke. Kama unaweza jiona bora kuliko mimi, ujiangalie mzuri. Maana unataka anguka, unatenda kumiporomoko. Hakuna mtu iko zaidi ya mwingine. Sote hapa, kila mtu iko na karama Mungu alimpaka. Na yote ni sharti zifanye kazi kanisani. Yako inanisaidia, yangu ya kusaidia. Mchungaji kwa tu pale kutubariki na kutuchunga na kuangalia kama tulikula maeni ya mubaya. Lakini leo kila mtu anakuwa kujipiga kifua. Yeye ndio anafaa. Nani anafaa? Kama tungekuwa tunafaa sote, tuko tunafanya nini hapa kanisani? Tuko hapa kwa sababu hatufai. Kila siku ni kulilia Mungu, tujalie neema Baba, tupatie nguvu ya kusonga mbele. Maana kila mtu iko na mwiba yake.
Najua ulishakaacha uzinzi, ulishakaacha ulevi, lakini hauwezi kosa hata kitu moja. Kama ile mwiba wanasema mwiba wa Paulo. Kila mtu iko na yake. Kama uko msema bongo, unaweza kuwa na chuki ndani. Na leo wa Kristo tulishakuwa na experience. Unaweza chukia mtu na ukamwonesha. Ukamwona baba. Kisha sana geuka unaruma mbele huko. Ndio wa Kristo wa leo. Tunakulana tunamalizana kunini? Kama kweli ni huyu Mungu ndio tunakuwa tunaomba. Kuko mtu anaweza pigania Mungu. Aba mpigani yake. Yeye iko kote. Ndio maana tunakusanyika. Hapa tunakusanyika ni mwili wa Kristo. Kila mtu anafaa kwa mwenzake. Amen. Ndio maana tushikamane mikono. Tubebane mpaka gisi parapande talia, kama neema tutaipata. Dunia kwile tunatumeza. Bapagani ndio wanakuwa nguvu kutushinda. Juu ya nini? Shia hatuko sude. Tuko tunakulana, tunatambalizana. Chuki zinatuyala. Lakini wale, Biblia inasema wale wapagani wana ushirika wao kwa wao. Wana ushirika. Hawezi kula kitu hivi ndugu yake. Hawezi. Banaenda na kokotana. Tulikuwa mmakaza refugee huko Uganda. Hawa Islamu kila mwisho wa mwaka banangusha ngombe hata 12 kugawia tu refugee. Baisha sitambikia juu ya njala na mateso na kukosa ufunuo wa Mungu. Tunaingilia nyama tunaanza kula. Mabala zinatupata, nani hatuyeko vitokea. Jwani ni Shia hatuwezi kufanya. Na shitu wapi? Wewe ukachinja ngombe unapatia Muislamu, hawezi kula. Lakini Shia ni kupigania tu. Hatuna ufunuo. Tunakufa. Tunakufa jamani, tunakufa ni juu. Biblia inasema wanao macho lakini hawaoni. Tunabakia watu ya kawaida. Ole wetu. Tusipomlilia Mungu vizuri, tunateseka. Tuko tunalilia sisi tutaenda mbinguni. Siko si. Alama kuuliza, mimi sisema tutaendaka msamehe. Tutaenda kwa imani na kwa moyo na kumpenda Mungu. Lakini tukiendelesha hii matendo tuko naye, tunarisikia kukosa ufalme wa mbinguni. Tunaweza sitakudanganya parapanda inaweza leo tunabaki. Bana wake wanatucheka. Tuombe Mungu sana tusaidie. Mstari wa 4 nasema nini papa? Lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe. Ndio. Ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Kama unajijua kisuna shimama, jipige kifua. Jivunie ule Mungu. Sivile? Jipige kifua, jivunie juu unamjua ule Mungu mwenyewe naye. Lakini ukafanya neno kushota mwingine kidole. Kusema kama wenjo Mkristo sana kumshinda. Unachidanganya. Kila mtu anafaa mbele za Mungu. Amen. Tuko wadhaifu. Nakumbuka ile wakati Yesu banamleta huyo mama mzizi. Banamtia pale. Banamshitaki huyu alifanya hivi. Yesu anakunja mikono kwa kuangalia. Baadaye anakunja kichwa chini. Anaanza kujiandikisha chini. Anainuka na baambia mwenye halifanya kazi. Kwa kwanza mpiga chini. Kila mtu. Mtu mwaka akatuhubiri akasema akatuambia alikuwa na alikuwa anatuambia sasa tulimkamataka alifanya dhambi ya uzinzi. Na mtumishi wa Mungu. Baadaye sasa tuko tunamtia mkikao tunamsambisha.
Akatuambia si nyinyi wote simko wazinzi. Mliendao watiwe nini? Asijueni mulio wako. Si mko wazinzi. Tukajiuliza mtu mzima ama ni nani? Dunia inaharibika. Sasa mtu saa ule tumkamate au tumtupie kwa shetani tumfanye. Ora hauzi mtenga mtu na Mungu. Ni kumuua. Ukatenga tu mtu na Mungu. Wangapi walitengewa na wakakufa. Tulikuwa tunaona si wanakufa. Leo hii tunaweza tenga mtu na anaenda na kula ukali yana shiwa. Ajali. Na anarudia kanisani na kwenda kala kule nyuma. Alikumkamata juu ya nini? Manake na shi saa moja tulimtenga na hatuko bien na Mungu. Kama uko bien na Mungu, maneno yetu kuna uwezo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mstari wa 5 inasema nini papa? Maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Amen. Kila mtu atatushotana vidole. Jishmani ya Mungu tu. Tunaweza kukujishe na hatuyue. Samoa ya vile kutumana hatuyue. Zamani misukumizi ya shetani. Samoa ya tabia yako. Sasa ile kukushota kidole inaua mtu. Inaua mtu. Kila mtu aichukua mzigo wake mwenyewe. Yako ni yako na yangu ni yangu. Kila mtu ile siku ya parapanda. Kila mtu na yake. Au ile siku hautaniiwaka. Asepa baya leo huyo nisaidie kwa mizigo nilemea na yangu na mimi. Na mimi nitasaidia kwa. Na mimi niko na yangu. Kwa hiyo haina maana kuishi tuko tunaangaliana kumacho. Tuko tunashotana vidole. Kuchunguzana. Jichunguze wewe peke yako. Kama uko safi mbele ya Mungu. Na Mungu naye so naenda omba. Ombea na ule naye mzaifu. Na apate kupona. Maombi yako yanaweza badilisha. Kama uliomba katika roho na kweli, maombi yako yanaweza badilisha. Lakini tukawakia tu kuangaliana kushotana vidole, mwisho wetu tutakuwa wapi? Sasa ule Mungu mtuko tunaomba iko wapi? Ule Mungu wa Israeli iko wapi? Kila siku nikalala usiku wanajiuliza, Wakristo tunafia nini? Jua nini shie tu? Dunia yote ilisha kutuchoka. Ilishaiwa kama shindo atuendele yake. Pourquoi? Nikakuwa karibu ya mchungaji. Mama Shemasa nakasirika sikakuja kubipona. Lakini mimi nasema vile hapana kwa kweli. Hapana. Nisamehe nafasi nyingine. Hapana. Sijui. Sasa shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Amen. Njoo maisha tunaishi leo. Bakristo mbili wakapendana wanasogeleana kabisa. Ile urafiki tutaona kwenye wataishi. Ile urafiki yao. Ona. Sijui nini na kuruma sina ujiunge uko watatu. Sina ujiunge uko wanne. Njoo tukue marafiki bien. Kama tuko pamoja, shetani atatokea wapi? Hakuna kwa kupata mlango. Lakini tu tunaenda tunachana. Shetani anaenda na tu. Anatuingia mara tubomola na nayo tubomola tu. Mstari wa 6 nasema nini papa? Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Mkufunzi ni nani? Wachungaji. Sio wanapakulisha neno la Mungu. Muwashirikishe katika kila kitu kenu mko nacho. Muwakamate bien. Muwakamate mzuri. Nikawaangalia hapa. Wote bananza ndio wanafunguka. Chakokoa wanaonekana watu hapa nani? Wanaenda wanafunguka. Jiani. Munabatesa. Muwahudumie. Kwa ile mlipata.
naye kesho afungule Biblia, asome sana, apate ufunuo wa Mungu, akuja kuambie Bwana alisema. Amen. Bwana amesema. Amen. Lakini leo tunaanza na tunakonda. Mwezi mwaka jana shanga. Mwaka jana nilikuwa natungia potele. Nilikosa patron. Nilikuwa leo nina kosa mnikula sumu. Jina la Bwana libarikiwe. Na mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Chini nasema papa. Chini ya ile neno. Chini nasema usidanganyike. Mungu hazidiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atavuna. Amen. Tushirikishane kubyetu. Katika vyetu, vyote ni vyetu. Mkakumbuka mchungaji, mkumbuke na shemasi, mkumbuke na nani? Na mama kiongozi, mkumbuke na changie kubyetu. Siku moja nikaambia watu wa mwevi, nikasema juu ya nini so nataka mana dolari ya Afrika? Juu natumia hapa ndugu yako tu. So tafuta kama mtu mwa mkambi kwenye ulitokaka, mtu mwenye ulikuwa hako hata rafiki yako, so kutumia kasenganti aone muujiza wa Mungu ndani yako. Lakini unapenda ndugu yako tu. Ndugu yako tu ndio akulaki. Na ule naye mwenyewe hujue. Msaidie siku moja atashuhudia nasema kumbe Mungu iko. Na akisema vile madirisha mbinguni yanafunguka. Amen. Na wewe unakumbukiwa. Kila apandacho mtu atavuna. Vyenye huko nafanya leo ni mbegu. Ni mbegu uko unapanda. Kuko siku taivuna. Biko vya mzuri, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bikakuwa vya mbaya, uyue tu kesho ndio vyunyuko utarekolte. Unampige mikono. Mimi na kwanza. Zamani ndio ya kwanza ninakuja hapa. Usinichukie, msitumie msinipe tena. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusaidiane. Tupatiane. Tutembeleane. Leo tunaanza kama kutembeleana, tunaogopa. Tunaanza ogopana. Bakristo nyakati ya siku za mwisho tunaogopana juu ya nini? Buyuwai tu. Ni buyuwai tu ndio tusumbua. Nikafika kwa fulani, napenda nyingine mshambre nyana lala amo niangalie kitandaki kisiku. Sikile ni business hapo. Tuishie msalo kwa kukabishia. Kile msalo acha buyuwai kwenda sona toka mula sehe. Basa na yote andika kitanda. Haiweka andika kitanda. Basi ni njobi bilikubeba kule. Haiko vile ukienda kumsalimia ndugu yako, anakukaribisha karibu msalo, bakilia pale pale. Nakwenda kutoilette, ulombe permission. Haiko mwako. Amen. Bakristo, si chukue leo tunakuwa hai. Anatoka mtoilette yako anasema hey, toilette ilikuwa inanuka. Basi njoo uliendea. Sasa ukishamsema vile akavisikia, si unajitenga naye? Ndio. Unaleta watu ya bure. Tufungie mdomo yako. Akikupatia mali ya kunya, shukuru Mungu. Ndio. Kama anaikuima, funga milango uende kwako. Ndio. Jamani, kanisa tunakufa. Tena kuvitu vidogo vidogo. Wenye tuko tunaona ni kawaida, ndio wenyewe unatumaliza. Mstari wa 7 nasema nini? Wanane. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Ndio. Apandacho mtu. Tunarudia tena pale.
unafanya mazuri. Au yasikia kama utendea mtu mema wewe peke zamiri zinakuwa mle huko na furahi ndani ya roho. Wewe peke unaenda unajitapa mlo unasema bwana fanya vile, endelea. Isikuwe tu mwisho kishonde umpatie kisha tena mtu wa mbingu mtu mwingine. Sasa fika matatu hizo. Kama mwenye huruma tu nikampatia kaende bali. Ande melewa tu. Alitakufa. Sasa ile sakati unafanya. Si unaitupa mbavu. Unaitupa ile nakufa huko. Ukafanya jambo juu ya mtu. Weka siri moyoni. Kisha uende ulilie Mungu, one kama Mungu hatakusaidia. Asisi kulisha mwana kusema samuka. Mateso na mpiko. Anasamuka sijua magumu. Iko na mastresi zake zinamtesa. Sasa umsaidie. Umusi hata mafuta ya mzuri. Ile nauna chipakalaka na unampatia. Ile unahisi kama samuka watu nini? Hii mafuta inaweza kutakatisha kidogo. Utakuwa unafanya jambo njema. Utakuwa unamshirikisha Mungu kwa yako. Uliyekwenda kumsema na samuka, usaidie. Msi mafuta. Kama nakosa hata kitu sukampatie. Basi ndio utaomba. Hata nimaliza yote. Na huko unajiwekea njombe. Ili unafanya unatoa chochote. Na ukaita Mungu atashuka juu ya matendo. Dorcas alifanyika. Dorcas sali kufa. Ukufa kabisa. Watu wanalamuka wanasema no. Mama wanasimama wanasema hatuwezi kufika huyu mama akufa. Uma alikuwa anatushonea nguo nzuri hivi. Uma alikuwa anafanya hivi. Mbinguni Mungu akasikia. Anasikia. Akamponya na akawa mzima. Amen. Habari zake sisi zinajulikana dunia mzima. Sasa ukakosa Dorcas unaombea. Hakuna. Unaombea unakosewa. Usifanye vile. Kama tuko tunafundisha hii Biblia. Hatukukuaka lakini tulivisoma ndani tukaona matendo ya watu. Ilikuwa inafaa kwetu. Tukasema acha na sisi twende tujifunze hii Biblia. Tukuye tusaidiane na watu wetu. Amen. Angalia kama tutawafanana baba. Shangilia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kristo anapaswa kuwa modeli. Hata kumadogo tu. Hawezi kuwa parfait. Hawezi eneza tabia zote. Huko tuna kale katabia kako kakikona ukabila kwenye uzali waka kawatate kule. Hapo sake huko tu, lakini kwa mwana Mungu anaendana kufichikia. Anaendana kufichika. Huko mtu mwakimbia tu kwa watu hivi. Anashindwa kujikonsantre. Tabia anaonyesha hivi. Kama anarukiaka mmasani mule mwake na mawatu vile vile. Mkristo anapaswa kuwa anatupatia heshima. Wewe unaenda koka. Anaweza kupata mai huko na njala. Unasema samani. Leo sijisikie kunywa maji. Ndio. Njoo jipatie tu vale. Amen. Wewe ukarukia tu na kwanza nipatie na ji. Wewe unaenda mfrigo ya watu. Unaenda famu ni mfrigo ya watu. Sulombe bakupatie. Lomba bakupatie. Njoo utajishimilisha. Huko ilikuwa Kigali Mudemi kulikuwa pastere mmoja kia mapriza kutoka Bukavu yake anaingia pale Kigali. Sasa Kigali kulikuwa kama maziwa. Anapenda maziwa hii dunia ya uzito. Kivuguto. Sasa pastere alikuwa analomba mbashirika. Ase alikuwa akere. Singulila kere. Sasa Bakristo wote wakamjua mwaleta. Juna kuna sikia Bakristo wanachana sasa. Ule pasteur anakuya kere. Jiulize kwa ile niveau mtu wa Mungu anafika kwa ile niveau. Heshima inatoka, utukufu unamtoka,
Jema vitu mwa vidogo wenyewe mlete shida. Tujiheshimie kama uko Mkristo unapaswa kujiheshimia. Kila mwenye anakuona akutosha hapo model. Unaona? Njoo Mungu ule. Inabidi tumfanane kila kitu, kila njia. Lakini leo tunakuwa tu vichwa hewani, kusengenyana. Tunakuwa Kristo masiwe baina. Siku za mwisho hizi, siku za hatari. Siku za hatari sana. Mstari wa 10 nasema ni papa. Tena tusichoke katika kutenda mema. Tena tusichoke katika kutenda nini? Mema. Maana tutavuna kwa wakati wake. Maana tutavuna kwa saa tusiyozani. Tusipozidia roho. Si ndio? Amen. Toke mbele utoke mwa dunia. Mungu akupeleke. Unapasha lipiwa kwanza vile unafanyaka. Matendo yetu talipiwa hapa kwanza. Kisha shishimea pia nini? Lakini hapa kwanza. Mko mnapata mzuri? Ndio. Ninataka aje. Nitamalizia hapa. Si ni vile? Kama mkasikia hivi mtapona. Amen. Tusaidiane. Tuoneane huruma, tuwe na roho za upendo. Upendo jina ngurove kila kitu. Bila upendo shie wote bongo. Iliingia hapa tu nikakutana mnazunguka hapa mko mnaabudu. Machozi ikanishuka. Mnaabudu mzuri sana. Mnapiga mikono, mnacheza. Sasa ya ndani ya moyo Mungu tu anayejua. Mimi niliona vya nje tu. Nikafurahi kabisa. Kuna simu unanyenyekea chini mko bien. Chungaji nalea mzuri. Mungu akubariki. Kuna watu wabien. Unaona? Tusomee mstari wa 10. Ndio mstari wa mwisho nasema. Tunamalizia pale mimi naenda bila jikalia. Amen. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa zaidi ya waaminio. Jamaa ya waaminio. Tuwatendee watu wote mema. Ni mzuri sana. Lakini zaidi Joma nani? Yeye peke kwanza. Yesu akasema tuanzie Yerusalemu. Baadaye twende Yudea mpaka mwisho. Lakini shie peke kwanza. Tukakuwa bien. Na wengine watakuwa bien. Ndio. Kama shie peke tunasaidiana tunanenepa. Na wengine watanenepa. Sasa ilishakuwa leo mtu kanisani hata kutoa sadaka mkitunga anasema sindaenda saidia baba beliko kwa rawa. Bongo. Unafanya makosa. Anzia kwanza mwenu mnyumba. Bakuwe bien. Baadaye uende kwa watu ya nje. Na jina la Bwana litabarikiwa. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki.